Assalamu alaikum, habari za muda huu. Kwa wewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa podcast yetu hii, tukiwa tuko mwanzoni kabisa mwa hii podcast, kwa maana ya kwamba hii ni session ya 3, ila kutokana na mpangilio wa mada, hii ni mada yetu ya pili au episode yetu ya pili, ambapo mwanzoni kabisa session ya kwanza tulianza na utangulizi wa podcast hii, kwa maana ya kwamba kuchambua au kuelezea dhumuni la sisi kuweza kuanzisha kitu kama hichi, lakini pia kuweza kuelezea mada ambazo tutakuwa tunazikava kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hii podcast. Mada yetu ya kwanza kabisa ilikuwa ni mada inayosema dhumuni la uwepo wa mwanadamu duniani, na mada yetu ya pili ni ambayo tunaisemea leo au kuianza leo ni chimbuko la dini nyingi. Kwanza, katika mada yetu ya kwanza ambayo ni dhumuni la uwepo wa mwanadamu, tulielezea kwa uchache kuhusiana na jinsi Mwenyezi Mungu huwa analeta miongozo yake kupitia wanadamu, na hii ni baada ya kuonyesha kwamba au kuelezea kwamba jinsi gani Nabii Adam ambao ni mwanadamu wa kwanza kutokana na mafundisho yetu ya kiimani alivyoshushwa kuja duniani, pamoja na shetani naye kushushwa kuja duniani na kuanza kupata maisha ya mitihani. Tulisema kwamba Mwenyezi Mungu hakuacha wanadamu hivi hivi. Kila umma ulikuwa unakadiriwa kupewa mitume au wajumbe au manabii ambao lengo lao ilikuwa ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu duniani, kwa maana ya kwamba kutoa mwongozo jinsi ya kuishi na kuiendea dunia, kutokana na jinsi walivyokadiriwa idadi ya watu, muda sahihi wa wao kuwaletea huo ujumbe na vitu kama hivyo, na knowledge ambayo itaweza kufit zama zao. Kwa hiyo katika mada ya leo ambayo tunaelezea chimbuko la dini nyingi, naomba pia tuweze kuangalia nini maana ya dini. Lakini kumbuka kwamba mpangilio huu ambao nimeufanya wa session baada ya session huo unaleta maana kidogo, kwa sababu inawezekana ukana maswali mengine unajiuliza sasa hivi, lakini inawezekana nimeyajibu katika episodes zilizopita au majibu hayo yatakupo katika episodes zinazofuatia, sababu kila mada zinakuwa zina relate kimatukio na muendelezo. Kama unavyoona kwamba mada ya kwanza ilikuwa ni dhumuni la uwepo wa mwanadamu duniani, na tukaona kwamba kuna miongozo na miongozo inaitwa na mitume, lakini sasa tunajiuliza swali lingine, kwa nini dini zipo nyingi? Na vitu kama hivi, na maswali kama haya ndio yanatupatia kujua vitu vinavyoendelea duniani na kupata majibu au kupata pa kuanzia kwenye kutafuta majibu, sababu na imani kwamba hii inaweza isiwe ile final reveal au ufuatiliaji wako wa mwisho, ukawa na mambo mengine mengi unafuatilia au umekutana nayo tu, ila ikakuamsha kwenye kutafuta vitu kama hivi na kutafutia majibu. Inawezekana hii ndio sehemu yako kwanza kabisa kuanzia. Kwa hiyo kama nilivyoeleza awali, ni kwamba huwa nitakuwa nategemea sana Islamic knowledge au the Islamic teachings and the wisdom au hekima ndani ambayo ya Uislamu iliyopo kwa ajili ya kuweza kuzielezea hizi mada na kuziendea kwa ajili ya kupata majibu sahihi. Kwanza kabisa nilikuwa napenda tuweze kutafsiri nini maana ya dini. Dini kwa kifupi tu, inawezekana kuna tafsiri nyingi, maneno yakatofautiana, likaanza likachelewa hili, lakini zikawa na maana moja. Ni kwamba dini ni mfumo wa maisha ambao unajumuisha vitu kama vifuatavyo, ikiwemo kama imani, ibada, sheria na mambo kama hayo. Au yawezekana kwa urahisi ukasema dini ni mfumo ambao unamsaidia mwanadamu kutafsiri vitu kama hivi ambavyo nimevitaja, ikiwemo ni kwa nini au nini na nini ni sahihi na nini sio sahihi. Unaona, kitu gani labda hutokea baada ya kifo cha mwanadamu, na hata swali letu la mwanzoni la dhumuni la uwepo wa mwanadamu duniani, na maswali mengine yenye mazingira sawa na haya. Au tuweze kusema tu ni kwa nini tunaishi. Kwa hiyo mazingira kama haya na maswali kama haya kinatusaidia kujibu itakuwa ni dini. Inawezekana kweli isiwe ni dini ya hizi kubwa tunazozifahamu, Ukristo, Uislamu, Uyahudi, kwa maana ya kwamba dini ambazo zimetokana na mfumo wa Nabii Ibrahim, lakini ikawa zinatokana na hata mfumo mwingine ya kiimani, hata kwa wale ambao wasioamini dini kwa maana ya upagani, lakini tayari itakuwa ndo mfumo wa maisha ambao wao wameuamini, na tayari itakuwa inatafsiriwa kama dini kwa upande wao, sababu itakuwa tayari inatafsiria haya maswali ambayo
yaweza kuelezea ni kwamba dini huwa inajibu maswali yapi na maana ya dini itakuwa ni nini mpaka hapo. Kwa hiyo kutokana na Islamic theology ni kwamba Mwenyezi Mungu au chimbuko la dini nyingi haliletwi kutokana na ujumbe wa ukweli kuwepo zaidi ya mmoja au Mungu wa kweli kuwepo zaidi ya mmoja, na ndio maana kunafanya dini nyingi zinakuwepo. Unaona? Kwa hiyo lakini ni kwamba huu ujumbe wa Mwenyezi Mungu unaoletwa kupitia mitume tofauti tofauti, ambapo tunasema kwamba Mwenyezi Mungu hajawahi kutuacha bila mwongozo, na mwongozo wake huwa anaupitishia kupitia mitume au manabii. Ni kwamba hizi message za manabii na mitume ambazo huwa zinakuja then huwa zinakuwa diversified baada ya muda fulani, tukiwa tunaelewa kabisa hata kwa waliosoma kwa uchache tu ni kwamba kuna changamoto ya fasihi, iwe simulizi au uandishi, na kwa zamani zaidi ilikuwa ni fasihi ya simulizi kwa asilimia kubwa, na documentation kwa uchache sana katika njia ya uandishi, na kwamba wachache walikuwa wanaweza kusoma na kuandika. Kwa hiyo ile message baada ya muda mrefu huwa inabadilika kutokana na mtu ambaye anafikishia watu wengine na matakwa yao binafsi na changamoto zingine nyingi kama hizo. Unaona? Kwa hiyo kwa kuwa nilisema kwamba nitakuwa nategemea pia wisdom au hekima ya Uislamu kuelezea mambo kama haya, kwa hiyo nitaanza kabisa kwenye kusoma Qur'an katika aya moja hapo inayoweza kutuelezea au kutujulisha sababu za uwepo wa dini zaidi ya moja, na so far ni katika suratul An-Nahl katika ambayo ni sura ya 16 kutokana na mpangilio wa Qur'an, ambao pia ni aya 36. Inasema hivi, nitaweza kuisoma kwa utaratibu kabisa, afu pia tutaweza kusoma na tafsiri yake, afu tuishereheshe kwa udogo, then tuendelee katika kipengele kinachofuatia cha kurelate hizi dini ya Ukristo, Uislamu na Uyahudi ambazo tunaamini zimetokana na manabii ambao wametokana na ukoo wa Nabii Ibrahim. Katika suratul Nahl Mwenyezi Mungu anasema hivi, ambayo ni aya ya 36. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walakad ba'athna fi kulli rasulan abidun allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man hakat alayya al-dalala fasiru fil ardi fanziru kaifa kana akbatu al-mukaththibin. Tafsiri yake inasemaje katika hili? Tafsiri inasema hivi: na hakika tuliwatuma mitume katika umma. Mwenyezi Mungu anasema kwamba waliotuma mitume katika umma wakisema, muabuduni Allah na jiepusheni na taghut. Nini maana taghut? Taghut maana yake ni hivi, ni vitu vya kuabudiwa badala ya Allah au badala ya Mwenyezi Mungu. Tafsiri inaendelea, basi miongoni mwao wapo walioongozwa na Allah na wengine ikawastahiki upotofu. Wapo walioongozwa na Allah na kuna wengine iliwastahiki upotofu. Ni kwamba ujumbe ulifika, lakini kuna walioongoka na kuna ambao walistahiki upotofu, manake hawakuongoka. Aya inaendelea katika tafsiri kwamba basi tembeeni katika ardhi muone ulikuwaje mwisho wa waliokanusha. Mwenyezi Mungu anatuambia we take our time katika hii dunia, tufuatilie na tuone, je, waliokanusha kiliwatokea nini au ilitokea nini? Nitaanza kuelezea baada ya hii tafsiri na kusoma sehemu ya sura ya 16 ambayo ni sura An-Nahl aya ya 36. Kwa tushaona kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa analeta mitume kama nilivyoelezea awali, lakini katika kuleta mitume kwa ajili ya kuleta miongozo, kuna ambao walifanikiwa kuongoka na kuna ambao walistahiki upotofu.
Kwa hiyo hapa ndo inapokuja chimbuko la dini nyingi, tofauti baina ya walioongoka na tofauti baina ya wale waliostahiki upotofu. Chimbuko la dini tatu zinatokana na Nabii Ibrahim: Ukristo, Uislamu na Uyahudi. Je, dini zote ziko sawa? Je, kwa nini kuna Waislamu? Kwa nini kuna Wakristo? Kwa nini kuna Wayahudi? Na kama wote wanamwamini Mungu mmoja na wote baba yao wa imani ni Nabii Ibrahim, na ikiwemo kwamba mitume karibia wote especially kwa upande wa Uislamu wanawaamini kuanzia Yesu na kuendelea, na Wakristo karibia wote pasi na Mtume Muhammad wanawaamini na kuendelea, na Wayahudi wanaamini mitume wote pasi na Mtume Muhammad pamoja na Nabii Isa kwa maana ya Yesu, lakini kuanzia Musa, Nabii Musa na kuendelea wanawaamini. Tofauti imekuja wapi? Kama nilivyosema, ni baina ya watu waliostahiki uongofu na wale waliostahiki upotofu. Nitakuja kuelezea. Tutaanza na kisa cha chimbuko la dini ya Uyahudi ambalo linaanza pia kutokana na Nabii Ibrahim kupitia mwanaye Ishaq. Kwa uchache tu ni kwamba Nabii Ibrahim baba wa imani, kutokana na imani zote tatu, kwa dini zote tatu, alichelewa kupata mtoto au kupata watoto, yeye pamoja na mkewe Bisara. Story ya hawa mitume huwa ni kubwa sana, yawezekana ukaconcentrate zaidi ya masaa kuelezea mazingira au visa vya mitume tu. Kwa hiyo tutakuwa tunadokoa sehemu key point kwa ajili ya kurelate na mada yetu husika. Kwa baada ya kuchelewa kupata mtoto au kupata watoto, katika safari zake Nabii Ibrahim pamoja na mkewe Sara walienda mpaka Misri. Kufika kule Misri walikutana na mfalme mmojawapo ambaye nitairuka tu story kwa ajili ya kuelezea kwa haraka haraka. Ni kwamba kuna temptation ambazo zilipatikana, ambapo yule mfalme alikuwa ni dhalili kidogo, kwa maana ya kwamba alikuwa akipenda zinaa pia, na mkewe Bisara ambao ni mkewe na Nabii Ibrahim alikuwa ni mrembo kimuonekano, na ametajwa hivyo miongoni mwa wanawake ambao walikuwa na mionekano mizuri sana. Kwa hiyo yule mfalme wa zama zile kipindi yuko Misri alimtamani mkewe na Nabii Ibrahim ambao ni Bisara, lakini katika huo mtihani kidogo alishindwa kufanikisha takwa lake, na kuna mitihani kadhaa iliyotokea, na mwisho wa siku ikapelekea kuona kwamba kweli hawa ni watu wa Mwenyezi Mungu, na mwisho wa siku ni kwamba akawarelease, kwa maana ya kwamba Bisara pamoja na Nabii Ibrahim, lakini aliweza kumzawadia Bisara kijakazi ambaye ni Hajar. Tukielewa kwamba miaka ya zamani kidogo issue za utumwa zilikuwa ni kama vile ni halali. Kwa hiyo akamzawadia mmoja mfanyakazi ambao ni Hajar au Hajra, nadhani kwa upande wa Kristo imani yao wanamuita Hagai kama sijakosea kwa matamshi. Na ni kwamba baada ya kupewa huyu kijakazi, basi katika safari zake pia za kurudi katika mji aliokuwa anaishi, kwanza tuelewe kabisa Nabii Ibrahim ni kichimbuko, wanasema ni watu ambao wametokea Iraq, ni Wakurdi, ni watu wa Kurdi wale. Kwa hiyo wametokea Iraq, lakini eneo aliloishi zaidi ni eneo la Jerusalem na au eneo la Palestine, na wanasema kwamba alinunua sehemu ya Jerusalem miaka ya nyuma sana. Kumbuka kipindi hicho inawezekana watu waliokuwa au population ya damu ilikuwa ni ndogo sana, haijalishi sehemu yote ya dunia, iwe ni Middle East, iwe ni Afrika au wapi. Kwa hiyo alinunua eneo la Jerusalem na lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kuzika watu wake. Kwa hiyo Nabii Ibrahim sasa kwenye safari ya kurudi alimfanya huyu Bi Hajar kuwa mkewe na kuwa bi mdogo, naona. Na bahati nzuri ni kwamba alifanikiwa kupata mtoto kupitia Hajar ambao alikuwa ni mtoto wa kwanza kwa jina ambao anaitwa Ismail.
Lakini baada ya miaka kwenda ni kwamba kidogo tafaruku mbili tatu zilikuwa zinatokea baina ya bi mkubwa na bi mdogo, kwa maana ya kwamba Hajar pamoja na bibi Sara. Kwa hiyo kutokana na hekima ya Nabii Ibrahim ilibidi amhamishe Bi Sara kutoka maeneo alikuwa anaishi na mwisho wa siku kwenda mpaka mji wa Maka, ambao mwisho wa siku ndio chimbuko la Waarabu lilipoanzia huko, kwa maana ya kwamba Hajar pamoja na mwanaye Ismail walienda kufanya makazi kule. Tuiachie hapo kwanza, turudi kwa Bi Sara. Bi Sara ambaye naye pia alifanikiwa kupata mtoto uzeeni kabisa. Na kabla ya yote tushaelezea kwamba Nabii Ibrahim alichelewa kupata watoto. Kwa hiyo katika mojawapo ya dua yake alikuwa anataka kuwa baba wa taifa kubwa, na ni maombi mojawapo ambayo alimwomba Mwenyezi Mungu, na tunaona jinsi gani sasa Mwenyezi Mungu alikuwa anajibu haya regardless ya kwamba majibu haya yalikuja uzeeni. Kwa hiyo Bi Sara alifanikiwa kupata mtoto ambaye ni mtoto wa pili. Sasa wa kwanza alikuwa mkubwa kupitia mke mdogo ambaye alikuwa ni mtoto Ismail, lakini pia akafuatia mtoto wa pili kupitia Bi Sara ambao ni mke wa kwanza, na mtoto akaitwa Ishaq. Kwa imani ya Wakristo wanamuita Isaac. Na kupitia Ishaq aliweza kupata watoto wawili kwa maana ya Jacob and Esau, kwa imani ya Wakristo wanawaita hivyo, lakini ni Yakub na Isu kwa upande wa sisi Waislamu. Na huyu Yakub ndo mwenye jina la Israel, kwa maana ya kwamba alifanikiwa kupata watoto wawili ambao ndo makabila 12 ya Israeli, ambao kiajumlishwa kwa pamoja ndo Israeli mwenyewe ambao ni Yakub. Na Isu yeye alienda upande mwingine akaenda kuwazaa taifa la Edomites. Tutakuja kuwaelezea na nyingine katika sessions zinazofuatia, lakini kidogo nasaba yake na ukoo wake hujatajwa sana katika maandishi ya kiimani, tofauti na wenzake, kwa sababu mfumo wa manabii kwa asilimia kubwa ulipitia kwa Yakub. Kama unavyoweza kujua kwamba aliweza kupata watoto 12 na kupitia yeye kuna mitume wengi zaidi waliweza kufuatia baada yake, ikiwemo kwamba mtoto wake wa pili kutoka mwisho Nabii Yusuf naye pia alifanikiwa kuwa nabii. Kwa hiyo connection iko vipi? Connection iko hivi, ni kwamba baada ya Nabii Ibrahim kupata hao watoto wawili, na hao watoto wawili ambao mmoja wapo ni Yakubu, akafanikiwa kupata taifa kubwa ambao ni watoto 12 ambao ni makabila 12 ya Israeli, ni kwamba huyu Yusuf katika hichi kizazi ambacho kina mwendelezo kutokana na dua za Nabii Ibrahim, ni kwamba Yakub baada ya kumpata Yusuf alianza kuwa anointed, na kuna upendeleo kidogo au mapenzi kidogo yalionekana kutoka kwa baba yake, na kilichotokea ni kwamba wenzake walipata wivu, na uwivu ulipelekea Yusuf kuuzwa na ndugu zake. Kumbuka kipindi hicho bado biashara ya utumwa ilikuwepo. Kwa hiyo mwanadamu pia kuna kipindi alikuwa anaweza akauzwa kama bidhaa. Wakadanganya kwamba Yusuf amefariki, ameliwa na mnyama baada ya kwenda kwenye kuchunga na vitu kama hivyo, na huo ni uongo wa ndugu zake kadhaa kurudisha nyumbani kwa baba yake Yakubu. Kwa hiyo inasemekana kwamba baba yake kidogo alilia sana, alipata sana na majonzi mpaka kupata upofu. Kwa hiyo baada ya Yusuf kuuzwa kwenda Misri, hapa ndo tunaanza kuona sababu pia sasa zinazopelekea jinsi gani Waisraeli walijikuta ndani ya Misri na kuweza kukombolewa tena na Musa kutoka Misri. Kwa ni connection ya history na chain of events. Ni kwamba baada ya Yakub kuwazaa watoto na Yusuf kuwa kipenzi chake na wenzake kumuonea wivu, kumuuza kwenda Misri, aliweza kupata mitihani kule na kuweza kufungwa huko Misri,
Nabii Yusuf, huku amemwacha baba yake Yakubu na ndugu zake wengine wakiwa wamedanganya kwamba ameliwa na mnyama na vitu kama hivyo, na babake mpaka aliweza kuomba kuweza kupewa hata mabaki basi ya nguo zake na vitu kama hivyo, na au hata basi kichwa cha mwanae kiletwe, lakini waliweza kudanganya na kusema kwamba ameliwa mwili mzima mpaka kichwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lakini siku zote imani ya Nabii Yakub ilikuwa bado ipo kwamba mwanae inawezekana yuko hai, na akawa shahisi labda hawa ndugu zake tayari kuna wivu ambao wameujenga kwa mwenzao, unaona. Kwa hiyo turudi kwa upande wa Yusuf. Yusuf kipindi bacho yuko Misri aliweza kufungwa gerezani. Story ni ndefu, lakini to cut the story short, kuelezea tu chimbuko la hizi dini ni kwamba alifanikiwa kuwa na uwezo mkubwa sana, na Mwenyezi Mungu alikuwa amemkadiria hivyo, na aliweza kuwa na kipaji cha kutafsiri ndoto au kufasiri ndoto, na mojawapo ya ndoto aliyofasiri ilikuwa ni ndoto ya mfalme alikuwa anatawala kwa kipindi hicho. Na kufungwa kwake pia, kumbuka, ilikuwa imetokana na changamoto za mke mmojawapo wa mfalme au mke wa mfalme ambaye alikuwa akimtamani kimwili Yusuf, lakini Yusuf alimkataa. Na katika Qur'ani imeelezwa kwamba Yusuf alikuwa na muonekano mzuri sana. Wanasema karibia nusu ya uzuri wa wanadamu kwa sisi upo, nusu yake upo kwake yeye peke yake. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni jinsi gani alikuwa na ushawishi huo pia, kana kwamba mpaka mke wa mfalme kutokana na uzuri aliokuwa akiona Mwenyezi Mungu ni kwamba alitamani hivyo, na mwisho wa siku kwenye kujitetea yeye akasingiziwa kwamba alikuwa anataka kumbaka, ndio kilichomkuta pia kupelekwa gerezani. Nadhani hii ni story ambayo inaendana kwa imani zote mbili. Kwa hiyo baada ya kwenda gerezani na kipaji chake cha kufasiri ndoto, basi kuna mfalme alikuwa ameota kwamba kuna ng'ombe 7 wamekonda na ng'ombe 7 walionona, na kupitia hii ndoto aliweza kuifasiri kwamba kutakuwa kuna miaka 7 ya ukame na miaka 7 ya mavuno. Hivyo ni vyema wakajiandaa katika kipindi hichi cha mavuno waweze kukiweka kiasi cha ziada kwa ajili ya kukutana na kiasi ambao watapata shortage kipindi ambacho kuna ukame. Kwa hiyo baada ya kufasiri hiyo ndoto na ikaja kutokea kwa sahihi, basi akaonekana ni mtu wa kweli, akaweza kutolewa gerezani na kupewa nafasi katika serikali ya Misri, na nadhani alikuwa ni waziri wa fedha kwa kipindi hicho. Na hii njaa, kumbuka, haikuifika bara la Afrika pekee kwa upande wa Misri, lakini ilikuta mpaka pande zingine za dunia. Kwa hiyo katika tafuta ya riziki, Yakub aliweza kuwatuma ndugu zake wengine na Yusuf ambao ni ndugu wengine 11 kwenda Misri, kwa sababu walisikia ujumbe kwamba Misri wana chakula cha kutosha. Unaona? Kwa hiyo ndipo hawa ndugu wengine ambapo kina Yehuda, ikiwa ndo kabila moja hapo sasa linalopelekea Wayahudi wa leo hii, na tutakuja kuelezea hii mbeleni, kwa sababu tunajua kuna watoto wengi sana 12, akiwepo Binyamin wa mwisho, Yusuf mwenyewe, huyo Yehuda na wengineo wengi, lakini unajua nataja wachache kutokana na concept ambazo zinaletea mafundisho ya kiimani kwetu. Kwa hiyo baada ya wao kwenda Misri kutafuta chakula, mwenzao aliweza kuwakumbuka ambaye ni Yusuf. Kwa alichokifanya, aliweza kuweka kichotezo cha dhahabu kwenye chakula mojawapo, ambapo kwenye mfuko wa chakula ambao walikuwa wamekuja ndugu zake kuchukua. Kwa kwenye ukaguzi wa mwishoni, mojawapo wa walinzi upande wa falme wakaona na akaweza kuwashikilia. Kwa baada ya kuweza kuwashikilia, ndipo hapo sasa Yusuf akaanza kuwapatia ujumbe, kwa sababu yeye aliweza kuwakumbuka wenzake, lakini wenzake kaweza kumkumbuka. Na katika huo ukumbusho ndipo kwanza aliweza kuwasamehe, lakini pia ndipo alipoweza kuomba kwamba wakafikisha ujumbe kwa baba yake, na njia aliyoifanya ni njia ya kuweza kuweka mojawapo wa koti alizokuwa akivaa yeye Nabii Yusuf, na kwenye kurudisha chakula kule aliweza kuongea na Binyamin aweze kumfikishia huu ujumbe mzee Yakub ambao ni baba yake. Kwa hiyo ujumbe ulipofika kule, baada ya wao kurudi na chakula, ni kwamba yule mzee kwanza aliweza kuamini kutokana na kwamba alikuwa anaweza kuikumbuka harufu ya mwanae na vitu kama hivyo, kwa sababu kashakadiriwa kupata upofu. Kwa hiyo akasema pia naye akatoa nadhiri kwamba hatotaka kufa mpaka aonane na mwanae. Kwa kilichofanyika ni kwamba
huu ukoo wote sasa, kwa maana ya kwamba hawa watoto wengine wote 11 baada ya kurudi na chakula tena nyumbani kwao, ambao ni Falistini ya leo hii au Palestina ya leo hii, kutoka kule sasa wakawa wanafanya safari ya kwenda sasa Misri kukutana na ndugu yao, kwa sababu ndugu yao tayari kule ana nyadhifa kubwa. Kwa hili ndio chimbuko au ndio sababu mojawapo iliyowafanya hili taifa la Israeli liweze kujikuta ndani ya mikono ya Firauni au utawala wa mafarao katika nchi za Misri au nchi ya Misri. Naam.